Kamati ya utendaji ya Yanga chini ya Rais Mhandisi Hersi Said imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana na mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga umetoa pole kwa wanachama, mashabiki na wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama ilivyotekelezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi MCM kilichofanyika tarehe 7 Machi 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Space jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi. Klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni ilivyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025 klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025 klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taratibu ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao. Na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 Machi 2025 klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakileta dhahiri kwamba hakukuwa wamefuata taratibu, huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo. Baada ya tamko hilo la klabu ya Simba, asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025 mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuhakikisha mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huo namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana wa siku hiyo hiyo tarehe 8 Machi 2025 kamati ya utendaji ya ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa ya kuashiria mechi namba 184 kinyume na taratibu na kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga. Moja, klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama ilivyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Namba 2, kamati ya utendaji ya Yanga ilikubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. 3, kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na klabu ya kamati hiyo Almas Kasongo. Tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema na maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu. Imetolewa na kamati ya utendaji Young African Sport Club. Hii ni Annual TV na mimi ni Rahma Bilal.